Na kukaribisha mtazamaji wa Channel 10 katika kipindi cha Mimi na Tanzania. Jina langu ni Hoi Stemu, ongozana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Leo hii tumeweza kuangazia migogoro mbalimbali kama unavyoweza kuiona katika screen yako mpenzi mtazamaji, ambayo imekuwa ikiendelea katika nchi yetu ya Tanzania kwa muda wa wiki mbili sasa. Imekuwa ikitikisa nchi. Madaktari wameamua kugoma kudai maslahi yao, lakini habari hii imechukua muda sana katika vyombo vya habari, nikiwa na maana vichwa vya habari katika magazeti, vichwa vya habari katika radio na television. Lakini kikubwa zaidi, habari hii imechukua maisha ya Watanzania wengi, wamepoteza maisha kutokana na mgomo huu. Tumeweza kuangazia sehemu mbalimbali za nchi yetu, hospitali kubwa ikiwa ya Muhimbili, na tumeweza kuangalia hata hospitali ya Bombo na hospitali nyingine mbalimbali, na kusikia maoni ya Watanzania wenzetu, kuanzia madaktari, wagonjwa wenyewe na hata wanaolelea wagonjwa hao. Viongozi wa serikali wanalipi la kutuambia? Ongoza na mimi mpenzi mtazamaji, kipindi ni Mimi na Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania imekumbwa na migogoro ya migomo kwa muda mrefu sasa, kwa upande wa walimu, wanafunzi vyuo vikuu, na sasa imehamia kwa madaktari. Hii inaonyesha wazi kabisa kuwa chanzo chake ni mfumo mbovu katika sekta mbalimbali zinazosimamia wananchi. Na mambo kama haya husababisha madhara makubwa kabisa kwa wananchi, kwani baadhi ya migomo kama ile ya wanafunzi wa vyuo vikuu ilipelekea wanafunzi kufukuzwa, ambao tayari serikali ilikwisha tumia mamilioni kwa kuwalipia ada na kadhalika. Haikuishia hapo, kwani migomo ya walimu pia ilisababisha madhara makubwa kabisa, kwani wanafunzi walikosa masomo kwa kipindi chote ambacho walimu walikuwa kwenye migomo. Leo hii Mimi na Tanzania inashuhudia mgomo wa sekta nyeti sana katika taifa lolote lile duniani, mgomo wa madaktari ambao umedumu takriban wiki mbili mfululizo. Hii inaonyesha jinsi gani baadhi ya sekta katika serikali yetu ilivyo na mifumo mibovu, kwani walimu walipogoma walilipwa na wakatulia, na wanafunzi walitimiziwa azma yao japo si kwa kiasi walichotaka, lakini ilionyesha jambo fulani. Kama sio mfumo mbovu, Mimi na Tanzania inaweza kuhoji, je, inakuwaje wanapogoma kufanyiwa lile jambo wanaloshinikiza kufanyiwa? Mgomo wa madaktari umesababisha madhara makubwa sana kwa watu kupoteza maisha, lakini pia kuna wagonjwa ambao hupata rufaa ya kwenda hospitali ya Muhimbili kutoka mikoa mbalimbali, hivyo hufikia nyumba za wageni. Nao wameathirika kwa kiasi kikubwa, kwani gharama huongezeka na muda kupotea. Sababu kazi unayofanya sio ndogo. Utakuta sangine mgonjwa donda ndugu linanuka, hata wewe ndugu yako uweze ukaifanya ile shughuli, lakini daktari na nesi anaifanya ile shughuli. Kwa nini usifikiriwe kesho yao? Na hiyo kwanza leo. Hiyo wanaanza kidogo kidogo, tutapewa, mwisho wanadanganywa, matokeo yake tu wanagoma, hawagomi ghafla. Maoni yangu ni hayo. Mimi naona ni sahihi kugoma. Ni sahihi kwa sababu mtu atakufanya kazi lazima apewe mshahara wake. Kwa maana asipopewa mshahara, kwa maana hamna faida ile kazi anaifanya. Kwa hiyo kugoma ni sahihi kabisa. Mimi nafikiri kama vile mchungaji kaamua kurudisha ng'ombe zizini, lakini yule ni ng'ombe, lakini huyu ni mtu. Sasa mtu anatakiwa kwanza kile alichokihitaji kizungumzwe, kwa sababu wale wanahitaji waongee, yeye anatakiwa wasikie wale wanataka nini, zeni wasikiane. Lakini sasa kama amesema rudi, kama mtaki mnafukuzwa ama mnajifukuza, sidhani kama iko sahihi, kwa sababu watu wamekaa miaka mitatu kwa ajili ya kutafuta elimu. Kama wanadai maslahi, ni vizuri wakaangalia je wanachokidai kiko vipi. Kwa kweli ni sahihi, kwa sababu wale watu wapo kwa ajili ya uhai wa mtu. Kwa mfano leo mimi nina uchungu sana, nimepoteza mjukuu kwa sababu tulikuja hapa saa 7 usiku. Tayari yule alihitaji tu achukuliwe aende tu kufanya operation, kwa sababu tayari hali ilikuwa ya kumwaga damu kabisa. Na ikishatokea hivi madaktari wanambeba kama yai, wanaenda kumpasua na toa. Daktari hakuwepo, hakuwa tayari.
Kwa hiyo akawa hivyo mpaka sijui saa 11 anajifungua sijui kwa vacuum sijui vipi. Nimepoteza mjukuu. Naona uchungu kweli, kwa sababu wale ndio madaktari wa kesho. Ndio madaktari wa kesho, ndio wabunge wa kesho. Kwa hiyo hapa mimi najisikia vibaya sana, kwa sababu hiyo wapewe tu madaktari wanafika. Kwa kweli mimi ninasikitika sana kwa kitendo cha madaktari walivyofanya hivi. Nimefika hapa tangu saa 11 kasoro, nikiwahi namba, ndio maana niko namba 1 hapa. Ukiuliza wanasema kwamba wanasubiri msemaji wa hospitali. Msemaji wa nchi hii ni nani? Waziri mkuu ndio msemaji wa nchi, ameshasema. Hivi Moi kuna msemaji mwingine? The people they are dying. Watu wanasota. Hata jamani, hata wazee kama hawa jamani, tunawapeleka wapi? Watoto wadogo tunawafundisha nini sisi wazee? Tunatengeneza taifa gani baadaye? Hawa watakuja kutulipiza kisasi hawa. Kwa nini watu tusiwajibike? Tumeelezwa nchi inashughulikia masuala yao. Madai yao sawa. Wao walikuwa wanaongeza mishahara 10%, 30%. Lakini budget ilishakaa. Walikuwa wapi kuzungumza kabla budget kubwa haijakaa? Sasa hivi tutazungumzia mini budget. Serikali itatoa wapi fungu hilo? Mtazamaji, ikumbuke kuwa hakuna mtu anaamua kugoma bila sababu za msingi, na pia mpaka mtu anaamua kugoma ina maana kuna mambo ambayo hayajaenda sawa kwa muda uliopangwa. Kama wauguzi hatupo tayari kuona hilo likitokea, kwani itakuwa tumeongezewa kazi zaidi. Hivyo basi tunaomba yafuatayo kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri wetu mkuu kufuta kauli yake ya kuwafukuza madaktari walioko kwenye madai yao. Serikali ikae mezani na wenzetu sekta ya afya nzima ili kuzungumza, na ni imani yetu kuwa matatizo tulionayo yanazungumzika. Wao walipokuwa kwa makubaliano yao wao wenyewe kwamba hawatarudi kazini mpaka wakipata hizo pesa zao. Kwa hiyo wanasubiri sasa hivi wakao zingine ya kaunti warudi kazini. Naomba ieleweke kwamba sisi hatuingilii katika vitu ambavyo vipo sasa hivi vinaendelea. Sisi tunataka tu kwamba ili tatizo liwe resolved haraka iwezekanavyo, ili kusije kuwa na matatizo mengine makubwa. Sisi intern ni vijana wetu, tunawaangalia na tunajaribu kuwa shape wale madaktari wazuri. Kwa hiyo tunataka warudi kazini na kufanya kazi zao, lakini msingi ni kwamba matatizo yao yawe solved na serikali kama inavyotakiwa. Tulianza kufanya tathmini ya kuangalia hali ya huduma inakwendaje, na lazima tuangalie hali halisi. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa kweli, kwanza tana au mahudhurio ya wagonjwa katika hospitali ya Muhimbili yameshuka, na yameshuka kutokana na taarifa zinazoripotiwa kwamba kuna mgomo ambao kweli sasa umekuwa reflected unaonekana. Kwa hiyo kwa kweli kwa sasa hivi ukipita katika maeneo mbalimbali ya kutolea huduma, utaona idadi ya wagonjwa waliokuja kutibiwa Muhimbili ni chache sana. Na nitawapa mfano mwingine. Kwa mfano hapa emergency tumezoea kuona wagonjwa kwa mfano wasiopungua kama 60, 70, 80. Lakini napofika mahali wagonjwa wakawa 10, chini ya 10, wagonjwa 5, unaona tana ya wagonjwa.